Sawa. Kwa majina naitwa John Seka. Mimi ni wakili wa kujitegemea katika mahakama ya Tanzania, lakini pia ni katibu mkuu na katibu mtendaji wa chama cha mawakili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tumekuja na wenzangu tukiongozwa na wakili mwandamizi kutoka Mahakama Kuu ya Kenya, Mama Martha Karua, kuja kuangalia mambo yanaendaje katika kesi zinazokabili mwanasiasa maarufu lakini pia mwanasheria mwenzetu Tundu Antipas Mughai Lissu. Leo alikuwa na kesi mbili, alikuwa na kesi ya uchochezi katika mitandao, lakini pia alikuwa na kesi ya uhaini. Kwa hiyo tulikuja kuangalia kama watazamaji huru namna ambavyo kesi hizi zinaendeshwa katika mahakama yetu ya Kisutu. Kwa hiyo sisi kutoka chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki kama wadau muhimu wa haki, lakini kwa kuwa Lissu pia ni mwanachama wetu, tuliona ipo haja ya kuja kuangalia mwenendo huu na kuona ni namna gani na sisi tunaweza tukasaidia kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba haki inatendeka, lakini wananchi wanajua nini pia kinachoendelea kutoka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kuangalia ni namna gani tunaweza tukasaidiana kuhakikisha kwamba haki na ustawi wa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki, mawakili na wasio mawakili, wanaweza kufuatilia. Kwa hiyo hayo ni machache, tutaongea zaidi baadaye baada ya kesi kumalizika, kwa sababu sasa hivi kesi bado inaendelea ya uhaini, lakini tutatoa maelezo zaidi baadaye. Lakini najua kabisa Martha Karua kama wakili mwandamizi lakini mtu mashuhuri katika Jumuiya ya Afrika Mashariki anayo mengi ambayo anaweza akayasema yeye kama mgeni wetu ili tuweze kupata mazuri kutoka kwake. Na kama ambavyo mnajua kwa siku za karibuni Martha Karua amekuwa ni mtetezi wa haki za binadamu, amekuwa akifanya hivyo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na amehudhuria mambo hayo kwenye kesi inayomkabili Dr. Kizza Besigye kule Uganda na kwenye kesi ya wakili Aaron Kiiza Uganda. Kwa hiyo ana mengi ambayo anayakuwa ameyaona kutokana na namna ambavyo anahudhuria hizi kesi mbalimbali, na ana mengi ambayo anaweza kutuambia, kutusaidia kupata mwelekeo wa nini kinaendelea. Karibu Martha. Asante. Kama mshaelezewa, tuko hapa nikiwa na mbili ya mwanasheria na pia mwanasiasa. Mimi ni mwanasiasa na kiongozi wa chama ya PLP, People's Liberation Party kule Kenya. Lakini ile imenileta hapa leo ni kuungana na wenzangu wa East Africa Law Society kuja kutazama kesi ya wakili mwenzetu na mwanasiasa mwenzangu Tundu Lissu. Pia tuko na wengine hawako hapa. Walifika wakati mlikuwa mnapigwa na polisi na wananchi wanapigwa na polisi hapa nje ya mahakama, wakarudi. Tulikuwa na watu kutoka Amnesty, tulikuwa na mwakilishi wa Law Society ya Kenya na wengine wengi ambao sitaweza kutaja. Sasa ndio tunaenda kujiunga nao tuwaone wote. Tuko hapa kama pia wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya ambayo imeapa kuzingatia mambo ya kisheria, rule of law, ambayo imeapa kuzingatia demokrasia. Lakini ile tunaona kwa nchi zetu za jumuiya, Kenya, Uganda na Tanzania, ni viongozi wakikanyanga sheria zetu na kukanyanga haki za binadamu za wananchi wake. Kotini nimeshangaa ya kwamba Tundu Lissu hakuletwa. Mahakama yaendelea kimtandao. Mashtaka ni yale serious kabisa, ni yale ambayo haina dhamana, no bail. Ni yale ambayo ukipatikana na makosa utapatiwa ile adhabu kali kabisa. Kesi ya aina hiyo haiwezi kuendelea kwa mtandao.
lakini na ndivyo mawakili wa Tundu Lissu wamepinga vikali, na Tundu Lissu mwenyewe amekataa kuhudhuria kesi kwa mtandao. Sasa tutangojea koti ikate hiyo kesi kusema kama tutaendelea kwa mtandao au physical hearing. Mimi nataka kuambia viongozi wetu wa Afrika Mashariki, inaonekana muungano wa jumuiya si wa kusaidia wananchi, munajisaidia kudhulumu haki za kibinadamu za wananchi. Tunawapatia notisi. Sisi kama wananchi wa jumuiya pia tutaungana kukataa katakata, kuacha haki zetu kudhulumiwa ovyo. Tunadai ya kwamba nchi zetu zote zizingatie mfumo wa kisheria, zisimamie haki zetu za kibinadamu, na sababu tunajua Tanzania iko na uchaguzi mwezi wa 10, inaonekana serikali ya CCM inataka kutaabisha Tundu Lissu ambaye ndiye anaongoza ile chama kubwa zaidi hapa Tanzania, ndivyo waondoe upinzani na waweze kuvuka bila kupingwa. Hiyo sio demokrasia. Kama wako na uhakika wananchi wa Tanzania wamesimama na wao, Tume la Uchaguzi la Tanzania iondoe hiyo kusema imeondoa Chadema kwa dhamana ya vile vyama vitahudhuria uchaguzi, na serikali ya Tanzania ifungue mazungumzo. Yale Tundu Lissu na Chadema yanauliza ni ya muhimu zaidi. Lazima uchaguzi ufanyike na uwazi na kwa njia ya usawa, sio chama moja kuweka masharti ambayo inawapatia kipaumbele na ndivyo washinde bila kuchaguliwa na wananchi. Sisi tunaheshimu wale wako kwa madaraka, lakini pia waheshimu wananchi. Nimesoma nikiwa hapo kotini, katiba ya Tanzania inasema kama katiba ya Kenya na ya Uganda ya kwamba ushukani, sovereignty belongs to the people. Kila mtu amekalia kiti kubwa ajue amekalia hapo kwa sababu mwananchi amempatia hizo nguvu, na mwananchi anaweza kuziondoa. Hizo nguvu sio za kupiga na kuua wananchi ovyo. Ni nguvu za kutunza wananchi na Tanzania na jumuiya, nchi zote za jumuiya, na kuona haki imetendeka kwa wote. Sisi tunaomba amani katika kusimamia sheria na haki za kila mtu. Haiwezi kuwa ni amani ya viongozi peke yake. Ni amani kwa kila mtu wa jumuiya, kama ni Tanzania kwa kila Mtanzania, kama ni Kenya kwa kila Mkenya, kama ni Uganda kwa kila mwananchi wa Uganda. Hiyo ndio tunaendelea kudai na tutasimamia, sababu tusiposimamia kama sisi wananchi, nani mwingine? Sisi wananchi ndio tulipigana na wabeberu, na ndio tutapigana na ukoloni mamboleo unaletwa na viongozi wako na rangi kama yetu, lakini roho zao ni ukoloni tu. Mheshimiwa Mwenyekiti. Salama.